Online TV. Habari za wakati huu waandishi wa habari, lakini pia habari za wakati huu wananchi wa mkoa wa Katavi na wananchi wa nchi nzima ya taifa letu la Tanzania. Kwa majina yangu naitwa Elizabeth Festo Sigera, ndiye katibu baraza la vijana mkoa huu wa Katavi kwa maana ya Chadema. Leo nimependa kuongea na wananchi wote wa mkoa wa Katavi, lakini na wa nchi nzima kwa ujumla. Lengo kuu ni namna ya kujenga chama chetu kwa mkoa wa Katavi, lakini pia kwa nchi nzima. Nimeona mambo mbalimbali yakiendelea kwenye magrupu yetu mbalimbali, kiona watu wakielezea kero zao. Nimependa na mimi leo nimeona nisimame hapa nishare nao yale yote ambayo yakiendelea katika siasa zetu zinazoendelea katika nchi hii ya Tanzania, hasa kwa chama chetu cha Chadema. Tumekuwa na migogoro mingi sana isiyokuwa na kichwa wala miguu. Naomba tusikilizane Watanzania wote na wakazi wote wa mkoa wa Katavi. Tumekuwa na kilio kikubwa cha siasa zinazoendelea kwenye taifa letu. Tumekuwa na siasa za maumivu. Tumekuwa na siasa za hovyo zisizokuwa na tija kwenye taifa letu. Na tukielewa kabisa kwamba lengo kuu la siasa zetu za nchi yetu kwa maana ya vyama vyote ni watu kwenda kutafuta kushika dola, kuongoza nchi. Ndio lengo kuu. Lakini badala yake tumekuwa na siasa za hovyo. Siasa za maneno, siasa za matusi, siasa za utekaji, siasa za vitu ambavyo kimsingi sio za kujenga hoja ya kwamba Watanzania watujadili nini, waseme nini. Badala yake tunatengeneza siasa za maumivu, za kusemana, za kutokufika malengo ambayo tumekusudia. Nataka leo niongee na vijana wa taifa hili, lakini pia niongee na watu wote walika mbalimbali watakao kwenda kusikia sauti hii popote walipo. Hizi ndizo siasa ambazo tumefikishwa leo hapa, ambapo mtu hata wewe ni mwanachama ukizungumza unaogopa utatengwa, unaogopa utafukuzwa, unaogopa utasemwa vitu gani ambavyo wewe kimsingi ukae kimya. Usiseme kile ambacho kinaendelea kwenye chama chako, ikiwa kwenye mkoa, kwenye jimbo, kwenye wilaya ama kwenye kata zetu zinazoendelea huku chini. Tuna viongozi mbalimbali kuanzia ngazi za kata, wilaya, majimbo, mikoa. Tuna kiongozi wa mkoa ambaye ni Madam Loda, ni mwenyekiti ambaye ndio bosi wa mkoa wa Katavi kupitia Chadema. Tumeona kazi zake toka 2015, tumeona hali yake ya kisiasa ilivyokuwa ikienda. Alipata neema ya kuwa mbunge viti maalum ndani ya muda wa miaka 5. Na kama tunavyojua chama chetu kina utaratibu, kina sheria, kina katiba. Lakini tuende mbele turudi nyuma, wengi tunafanya siasa za kelele bila kujua nini ambacho tunatakiwa kukifanya katika chama chetu na kujenga yale yote ambayo wananchi wameamua kutusapoti kutufikia lengo ambalo tulilokuwa tunataka kusudia. Tuna maswali mengi ya kumuuliza kama mwenyekiti wa chama, lakini tuna maswali mengi ya kumuuliza kama mstaafu aliyekuwa mbunge wa viti maalum. Leo bado ofisi ya mkoa huu wa Katavi bado iko nyumbani kwake. Kesho tukija tukiuliza anadai kwamba analipia kodi. Lakini tukumbuke Chama cha Demokrasia na Maendeleo mkoa wa Katavi tuna eneo. Lakini katiba yetu iko wazi. Mtu ambaye ameingia bungeni ana asilimia za kila mshahara wake. Twende tuulizane kwenye hoja za msingi. Asilimia zote za muda ambao amekaa bungeni miaka 5 aliweka shilingi ngapi? Au ndo tutakwenda kusema kwamba hela zote zilitumika kwenye vikao vya kukaa kuzungumzia vitu visivyokuwa na maendeleo?
vya vikundi visivyo na msingi ndani ya chama ni vitu ambavyo lazima tuelezane na tuwekane wazi. Lakini pia ndiye mwenyekiti wetu ambaye shida zote, kero zote, malalamiko yote lazima yamfikie yeye kama mwenyekiti wa mkoa wa Chadema mkoa wa Katavi. Lakini badala yake ndiye waanzilishi wa vikundi visivyokuwa na maalum katika mkoa wa Katavi. Badala ya leo tukae tuzungumzie siasa, leo tunakaa kusengenya watu. Leo tunakaa nani amefanya nini, nani amefanya nini, nani atolewe, nani afanye nini. Tunakwenda mbali zaidi. Kila siku tunapiga kelele kuilaumu serikali ya Jamhuri ya Muungano. Lakini kimsingi tuulizane, sisi kama chama tumetoka wapi, tuko wapi na tunaenda wapi? Tukipata majibu ya msingi ya hayo mambo ambayo tunaulizana, tutajua sasa tuna wakati gani au tuna neno gani la kwenda kuilaumu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini niende moja kwa moja, tumekuwa na vikao vingi vya kuhusiana na maandamano. Ukikaa kidogo, maandamano yanahusiana na nini? Ama toka tumeanza maandamano tumefaidika na nini? Ikiwa tuna kitabu hapa cha BAVICHA, Baraza la Vijana Chadema, ni sera za vijana, ambayo imetuweka wazi kabisa kwamba Baraza la Vijana wa Chadema linaamini kuwa vijana ni rasilimali ya kesho katika ulezi wa familia. Lakini leo tunaamini nini kwenye hao vijana? Badala yao tunapandikizwa chuki zisizokuwa na msingi. Imekuwa siasa sasa ni ugomvi usiokuwa na mwisho. Kila kizazi kitachokuja tunapanda chuki ambayo ya mababu waliotoka huko, badala ya kuanzia pale tulipo tukajua wapi tunapotakiwa kwenda. Niwaombe ndugu zangu, tusikubali maandamano yasiyo na tija kwa sababu tu fulani amesema. Tunajidanganya. Tumepoteza watu wengi wasio na hatia. Tumepoteza watu wengi, wamebeba maumivu, watu wengi sana. Kuna watu wamekufa, kuna watu hawajaonekana mpaka leo, kuna watu wamepigwa, wameumizwa, kuna watu ni walemavu. Lakini leo tukikaa tunalaumu serikali. Tuliweka mikakati gani ya kwenda kufanya hayo maandamano? Tuliandaa njia gani? Ikiwa kama uchaguzi zetu tu za ndani huwa ni mtihani, hatuna namna maalum, hatuna njia nzuri ya kusema tunakwenda kwenye uchaguzi. Ukipigiwa simu, fulani wewe ni fulani, utakuwa hivyo. Hatuna utaratibu maalum. Na ndivyo hivyo tunaleta maafa makubwa kwenye taifa hili kwa sababu tunakuwa hatuna njia maalum ya kwenda kwenye maandamano. Na hatuna vielelezo vya kutosha kumweleza mtu aende kwenye maandamano hakazungumzie nini. Maandamano yake hoja yake ni nini? Badala yake ni kelele, na uwezi ukakuta polisi unafanya vurugu akuache salama. Tutawalaumu bure. Badala yake vile tunavyokwenda ndivyo tutakavyopokelewa. Naombeni Watanzania wenzangu tuelewane. Kile tunachokiandaa hakikisheni tunachokipanda tutakivuna hicho. Lakini tunaona vitu vingi ambavyo vinaendelea kwa makamu mwenyekiti taifa. Tunaona vitu vingi sana. Waandishi wa habari ni mashahidi. Mtasema. Leo mtu anakuja anakuambia kwamba anaposti gari, analipoti gari linalomfuatilia kwa maana linataka limteke. Swali dogo tu wa Tanzania. Anajuaje kama lile gari linakwenda kumteka? Ni kuulizana padogo. Sawa, mimi natembea, watu wanafuata nyuma kama wana mambo yao. Kama kuna mtu alikuwa anamfuatilia huko mbele. Kwa nini tusichukue muda wa kufikiria haya ambayo tuko nayo kwa sasa hivi?
Ni namna gani tunaweza tukakiunda chama kwenye misingi thabiti ili huyo mtu ambaye tunakwenda kupanda jukwani na kumwelezea hakatuelewa, badala yake ya kuweka hoja ya maandamano kila siku, ya kutekwa, ya kuumizwa, ya kunini, ya michango ya nini, tunawaumiza Watanzania bila sisi wenyewe kujua. Tuache bla bla jamani. Sasa tutashindwa kutembea kwa sababu watekaji nchi sasa wameenea. Kama utaona gari ni geni machoni kwako ni watekaji, tutashindwa kukuelewa. Maana yake sasa ututhibitishie. Umejuaje kama ni watekaji? Tukijua sasa ndio sasa uje ueleze umma kwamba ulikuwa unafanyaje, unafuatilia. Na sio kazi yako. Tuna waandishi wa habari, tuna vyombo vya habari vingi. Tuna vyombo vya dola vingi. Polisi watatoa maelekezo kwamba kuna taarifa imetoka, tumeifuatilia, kuna 1, 2, 3, mheshimiwa makamu mwenyekiti ana changamoto ya 1, 2, 3, itawekwa wazi, wananchi wataelewa. Lakini leo ukiona tu kitu kimetofautiana kidogo, moja kwa moja unakuja unakizungumza, unataka. Hiyo ni uharibifu wa watu katika nchi na kuiharibu siasa yako mwenyewe. Na ukitegemea kesho unataka kugombea na watu wa kusupport. Naomba hapo jamani Watanzania tuelewe na tufikirie mara mbili. Kila anayekuja kuzungumza aje na hoja ya msingi ya kujenga chama na sio bla bla za mtaani. Lakini pia naomba nigusie swala la uchaguzi uliopita. Umeleta changamoto nyingi zimetufanya tufikie hapa leo. Lengo la vyama vya siasa kila mmoja kufikia lengo na kuchukua nini? Dola. Naomba mwandishi wa habari hii uiweke vizuri. Lengo la vyama vya siasa kila mmoja anapambana kwa maana ya kutaka dola. Na sio kitu kingine. Lakini kama utakuwa ni mtu wa kwanza kuzila uchaguzi unaonyesha nini? Maanake kuna vitu viko nyuma ya pazia ambavyo wengine hatuvijui. Tunaweza tukasema watu tupo kwenye chama, kumbe kuna watu ambao wana manufaa na hicho chama kuliko vile ambavyo watu wanaofanyia chama siku zote mpaka kimefika hapo. Unazila kufanya uchaguzi, alafu kesho unataka usimame jukwani ueleze mambo yaliyotoka. Tunataka kwenda kwenye katiba mpya. Tunataka katiba mpya. Katiba mpya inatungwa na wakina nani? Swali dogo. Tutaenda kutungia katiba uwanjani? Kwenye mikutano? Nyumbani? Tumfuate nyumbani tumwambie tutunge katiba? Jibu ni gumu. Tutakimbizana barabarani tukiweka mabango tunataka katiba mpya? Katiba mpya inapatikana katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maana yake tunahitaji sasa tupambanie wabunge wa kutosha waende bungeni wakatutengenezee mfumo wa katiba mpya. Badala yake tutajidanganya mpaka dunia igeuke, hakutakuwa katiba mpya. Utataka katiba mpya, watakao kuwa wameingia ni wabunge ambao ni wale wa kijani. Kesho watakuletea katiba ile ile au wataongeza vitu vigumu, uje tena ulalamike useme unataka tena katiba mpya. Mambo ya ovyo. Mimi niwaombe Watanzania, niwaombe waandishi wa habari, watu waelewe kwamba katiba mpya inatungwa bungeni ni kuhakikisha kupambana katika majimbo yetu kupata wabunge wa kutosha, wabunge walio na akili timamu, wabunge wanaoweza kusimamia katiba, wabunge wanaweza kusimamia chama na watu wao, kwenda sasa kuandaa lengo kusudi la wananchi wanaotaka katiba mpya. Kule sasa ndio tunapokwenda kupata mabadiliko ya katiba. Kama sio hivyo tutafanya mchezo wa funika funua, alafu huko pale tunadanganyana. Hata uzunguke mikoa 4000 utoke na nje, kama hujaingia bungeni hiyo katiba mpya sahau. Naombeni tuelewane hapo. Hakuna chama kimoja kitataka kukutengenezea kile ambacho unakihitaji. Badala yake pambana upate wabunge au wabunge wakakuletee katiba mpya. Kama tunaweza kuona, naweza nikatolea mfano mdogo. Tunapokwenda kufanya uchaguzi wa uongozi wa chama, tunakuwa na ngazi mbalimbali.
Matawi yatachagua kata, kata zitachagua majimbo, majimbo yatachagua wilaya, wilaya zitachagua mikoa, mikoa inaenda kuchagua kanda, kanda na jumuiya zote zinakwenda kuchagua nini? Taifa. Huo ni utaratibu. Sasa kama tutataka kuamka na kufumbua tunataka katiba mpya kwa maandamano, tunajidanganya na tutakufa kweli. Tunadhani saa hizi kila kitu kiko wazi. Mafunzo ya jeshi yanapopatikana, mafunzo ya polisi yanapopatikana, fikiria maumivu anayoyapata yule mtu akiwa kwenye mafunzo. Alafu aje barabara na kuelekeze, umletee mambo ya ovyo. Anakufanya nini? Kwa hiyo tuende mbele, turudi nyuma. Kuna wakati tutalaumu watu ambao hawapaswi kulaumiwa. Mazingira mazuri tengeneza ya kwako ili ukayalaumu ya mwenzio. Naomba niende kwenye kipengele cha utekaji. Tumekuwa na changamoto kubwa sana. Ukikaa kidogo, taifa inazungumzia utekaji. Yaani hata mtu ambaye hajui utekaji anazungumzia utekaji. Utekaji unatokana na nini? Ni swali, yani kabla hatujaenda kudiscuss hivi vitu ni lazima tuwe tunajiuliza. Kwa nini utekaji unatokea? Kwa sababu zipi? Na kwa nini huyu mtu ametekwa? Na ametekwa kwa misingi gani? Ametekwa wapi? Alikuwa anafanya nini? Tumekuwa na kasumba moja ya kila mtu ni msemaji. Hakuna chama, hakuna sehemu, hata nyumbani. Uwezi eti kwa sababu mtoto umekuwa na meno au umeanza mambo yako ya mtaani, unataka sasa urudi ndani uwe kama baba mwenye nyumba utazungumza chochote. Kila kitu kina mipaka. Wazungumzaji na ndani ya chama wapo, wazungumzaji kila sehemu wapo. Kwa kila kitu kitakwenda na utaratibu. Naombeni tutoe kauli ya kwamba utekaji unaoendelea unasababishwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamani, mtoto wako kapotea nyumbani na yeye amepotezwa na mheshimiwa. Sijui nani kapotea nyumbani na yeye na mheshimiwa. Naombeni tuweke siasa za hoja mezani ili sasa hizo siasa ziwende kuzikatoe maumivu ya Watanzania. Sio Watanzania watuletee maumivu ya siasa ndani. Ni mambo ya ovyo. Mtu unapoteza muda siku nzima. Umekaa tunaelekezana watu wazima. Alafu kesho unasimama kwenye media unasema utekaji. Tena kibaya zaidi tunakwenda moja kwa moja kumtaja mtekaji kama ulishuhudia. Unaulizwa, huyo mtu alipokuwa anateka wewe ulikuwa wapi? Kwa nini usingepiga kelele? Kwa nini usiende kumsaidia? Ulionyesha ushirikiano gani wa kuonyesha kwamba yule mtu alitekwa eneo lile? Kuna mambo mengine tunatafuta matatizo wenyewe. Niwaombeni Watanzania, tuondoeni mila potofu, badala yake tuingie kwenye siasa za utendaji. Watanzania watuamini, watupe nafasi ya kwenda kuishika dola awamu nyingine ya 20 na 30. Lakini pia tukumbuke ndani ya hayo yote tuna mwenyekiti wetu yumo ndani. Sidhani kama kuna mwananchi anayependa maumivu. Sina uhakika wa hilo jambo. Utokako useme mimi napenda kupigwa, napenda kukaa hivi, napenda kugombana. Hakuna mtu kama huyo. Badala yake tunahitaji maridhiano yaliyothabiti, twende tukafanye jambo la msingi. Maridhiano ndo issue maalum. Mimi nitumie nafasi hii ni muombe Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania afanye wepesi kwa mheshimiwa mwenyekiti wetu wa taifa aweze kuachiliwa, na kwa busara zake na busara za chama atumie nafasi hiyo hiyo kwenda kwenye meza ya maridhiano ili sasa 2030 tuwe na uchaguzi huru, tuwe na uchaguzi ambao tutapata wabunge, tutapata madiwani, tutapata na rais ambaye tutamtegemea au wananchi watakwenda kumhitaji kwa muhula huo. Baada ya kusema hayo, majina yangu kama nilivyoweza kujitambulisha, naitwa Elizabeth Festo. Naomba Watanzania tuungane kwa pamoja, tupunguze hoja zisizo za msingi kwenye siasa zetu, badala yako tujenge siasa zenye hoja za msingi, Watanzania watuelewe. Baada ya kusema hayo,
Kama kuna swali, karibu mwenye swali. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.